Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na ya nguvu kabisa ya Upashanaji Media, ukiwa nami Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Shukrani sana kwa kuendelea kusubscribe na kubofya ama kubonyeza kialama cha kengele mbele ya neno subscribe, kulike na kushare taarifa hii katika mitandao mingine ya kijamii, pamoja na kuacha maoni yako kufuatia taarifa hii ya Baba Mtakatifu Francisco katika ujumbe wake alioandika akiwa hospitalini Gemelli Machi 5, 2025. Anawapongeza na kuwatia shime wanawake ili waweze kuwa na ujasiri wa kupokea zawadi ya uhai na kulea kwa moyo wa ukarimu na upendo, ili kuandika kitabu cha maisha ya mwanadamu kinachosimikwa katika utamaduni wa upendo na injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Utu, heshima na haki msingi za binadamu ni mambo yanayopaswa kupewa kipaumbele cha kwanza, na hivyo kuendelea kuonesha upendo na mshikamano na watoto ambao bado hawajazaliwa, watoto wanaotolewa mimba. Ujumbe wa Baba Mtakatifu Francisco umesomwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatican, wakati wa maadhimisho ya ibada ya misa takatifu kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwa chama cha harakati za kutetea uhai, The Movement for Life MPV. Baba Mtakatifu Francisco anawatia shime wajumbe wa chama hiki kuendelea kusimama kidete kutangaza na kushuhudia injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, kwa kujisadaka bila ya kujibakiza kulinda, kutetea na kudumisha injili ya uhai katika hatua zake mbalimbali. Ikumbukwe kwamba maisha ni matakatifu na kwamba hii ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Huu ni mwaliko kwa watu wa Mungu nchini Italia kupyaisha tena utamaduni wa upendo kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa utu, heshima na haki msingi za binadamu, sanjari na kuwekeza katika ustawi, maendeleo na maisha bora kwa wanawake. Chama hiki kina watunza zaidi ya watoto 270,000. Chama hiki kina watunza zaidi ya watoto 270,000. Ushuhuda wa injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Kardinali Parolin ametambua mchango mkubwa uliotolewa na muasisi wa chama hiki Carlo Cassin kuanzia mwaka 1935 hadi 2020. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika wasia wake wa kitume Evangelium Vitae, yani injili ya uhai, kwa ufupi anakazia kuhusu thamani ya maisha, ukuu, utu, heshima na haki msingi za binadamu kama zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni injili ya upendo wa Mungu kwa binadamu, utu na heshima yake, mambo msingi yanayofumbatwa katika injili. Katika ulimwengu mambo leo, kuna mambo ambayo yanaendelea kutishia injili ya uhai kwa kukumbatia utamaduni wa kifo. Haya ni matokeo ya watu kukengeuka pamoja na kuporomoka kwa kanuni, maadili na utu wema. Kuna sera na mikakati mbalimbali ya kisiasa, kiuchumi na kijamii inayotishia injili ya uhai, ustawi na maendeleo ya wengi. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anawataka waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kusimama kidete, kuheshimu, kulinda na kuhudumia injili ya uhai ili kukuza na kudumisha haki, maendeleo fungamani ya binadamu, uhuru wa kweli, amani na furaha ya kweli inayobubujika kutoka katika sakafu ya maisha ya mwanadamu. Waamini wanapaswa kujipambanua kuwa ni watu wanaotetea injili ya uhai kwa ajili ya maisha. Hata leo hii bado kuna damu ya watu wasiokuwa na hatia inaendelea kumlilia Mwenyezi Mungu. Haya ndiyo mauaji ya kimbari na vita. Kuna sera za utoaji na uzuiaji mimba, kifo laini pamoja na uzalishaji kwa njia ya chupa. Maendeleo ya sayansi na teknolojia yamepelekea hata mauaji ya watoto wenye ulemavu
kuanzia tumboni mwa mama zao. Yote haya ni matokeo ya uhuru unaoshindwa kutambua hutu, heshima na haki msingi za binadamu. Kumbe kuna haja kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujenga na kudumisha Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo kwa kutambua uwepo angavu wa Mungu na kuzingatia kanuni, maadili na hutu wema kwa kuhimarisha matumaini pamoja na maboresho katika huduma ya tiba ya mwanadamu. Ni katika muktadha huu wa kuenzi na kudumisha Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, chama cha harakati za kutetea uhai, The Movement for Life MPV, kinaadhimisha jubilei ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwake. Chama hiki kilianzishwa tarehe 22 Mei 1975 ili kulinda na kutetea Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo unaofumbatwa katika sera za utoaji mimba na kifo laini. Chama kinapania kutoa hifadhi kwa watu dhaifu ndani ya jamii, hasa watoto ambao wametungwa mimba na bado hawajazaliwa. Lengo ni kuenzi mamlaka fundishi ya kanisa, magisterium, mafundisho jamii ya kanisa pamoja na mapokeo hai ya kanisa. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na ya nguvu kabisa ya Upashanaji Media, kifupi UU Media, ninakushukuru sana kwa kuambatana nami katika habari hii njema. Na vile vile saruti sana kwa kusubscribe na kubofya kilama cha kengele mbele ya neno subscribe, kulike na kushare taarifa hii katika mitandao mingine ya kijamii pamoja na kudondosha komenti yako kufuatia taarifa hii. Naitwa Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Sina la ziada. Asante na kwaheri.